الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. tuko kwenye darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, na utaratibu tuliochagua ni kuwa tutazisoma hizi aya, tutazisoma aya hizi za surati Yusuf kwa mazingatio na kupatiliza baadhi ya fawaidi zilizomo ndani yake. Sasa kwa kuwa uwezo wa watu unatofautiana katika kuyatafakari mambo na kuyaelewa mambo na kuyatafakari na kutoa faida ndani yake, tumeona kwamba tulifanye kwa hili ni jambo rasmi kwenye darasa yetu, badala ya kumwambia mtu nenda nyumbani katafakari. Kwanza muda hana, hata kama muda upo uwezo kufanya hivyo hana, kwa sababu ni jambo linahitaji maarifa na ilmu na upeo mkubwa. Mazingira sio, tuna vitabu vya kusoma vitakavyo tuongoza kwenye fawaidi hizo, na pengine tunavyo lakini pia hatuwezi kuvisoma. Mushkil unarudi kule kule kwenye ilmu na maarifa. Kwa darasa kama hizi zitasaidia kutoa faida za pamoja, lakini pia mtaweza kuzidhibiti kwa kuziandika, na ndio maana ya kuwepo darasa mfano wa hizi katika misikiti. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi tushafika aya takriban 20 na lakini fawaidi bado tuko nyuma. Rasmi nilitaja kama faida 10, lakini katika kuandika na nyinyi wakati nikisoma hapa au nikitoa maelezo mkawa mnaandika faida huko kwenu, kila mmoja ni idadi yake. Niliuliza kuna mwingine amefika 16, na faida ngapi huko kwenu? Wewe unaandika ngapi? 18. Na wewe hapa shia? Nini umeandika faida ngapi? Unaona ngapi? Rasmi 11. Naona kuna wengine nadhani washafika mpaka 20. Akisikia maneno kana hii faida aandika. Sasa mimi nataka tuanze kwenye faida ya wakati tutaturuhusu tufike mpaka faida ya 40 hivi, lakini au hata 30 na rasmi 11. Sasa andika faida nyingine. Tutaanza na faida leo bwana, alafu wakati ukibakia kiasi tutasoma baadhi ya aya inshallah, ili tusiende mbali sana alafu kunyuma kuna mambo mengi tumeacha. Faida nyingine hesabu kama ni ya 12 labda, tuliposoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf wakati akimwambia baba yake ya abat, akasema ya abat, ewe baba yangu. idh qala Yusuf li abihi ya abat inni ra'aytu 11 kawkaban, mpaka mwisho.
na baba naye kama anavyosema qala ya bunayya. Katika hili kuna faida za kiadabu, adabu kwa wazazi, hasa katika kuwasemesha. Unatakiwa mtu azungumze na wazazi wake kwa heshima na adabu, hata kama anajihisi kuwa amekuwa, hata kama anajihisi kwamba amesoma kuwashinda wao au ana nguvu kuliko wazazi wake, kuliko wao, au ana mali na sasa wazazi wanamhitajia yeye. Huko aliko kwake, huko ni bosi mkubwa, watu wanamsikiliza, ana watu nyuma, yeye ni mtoto wa mjini sana, baba zake na wazazi wake ni washamba, yeye ametembea sana kuliko wazazi wake. Vyovyote atakavyojihisi kwamba yeye amewazidi wazee wake kwa elimu na maarifa, nguvu, akili, lakini bado wale watakuwa ni wazazi wake. Kwa hiyo atakiwa awe na heshima na adabu anapozungumza nao. Kwa hiyo kuna mulatafa katika maneno, upole, na hili ndilo alilofanya Yusuf alayhi salatu wassalam alipokwenda kwa baba yake Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam akitaka kumsimulia alichokiota. idh qala Yusuf li abihi ya abati. Katika lugha ya Kiarabu ametumia adatu ya nida ya ni nida ya mtu ya mbali, kuonyesha baba manzila yake ni kubwa, amenyanyua ile daraja yake, kwa sababu adatu nida ilitumika pale lilbaid i'laan limanzilatihi wa rif'at sha'ni, kwa ajili ya kunyanyua daraja yake na manzila yake, na kwa ajili ya kukuza na kulitukuza jambo lake. Yule ni baba yake. Kwa hiyo mtoto atakiwa aliangalie sana. Hii ni katika faida. Pana mengi, lakini pia aya inatufundisha kwamba ndoto zipo kisheria, na kuabiriwa ndoto au kutafsiriwa ndoto ni jambo linalofaa kisheria. Hili niligusia tu katika mazungumzo na pengine labda mmelidhibiti, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafunzo katika hili. Al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao wameitaja hadithi ya Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Amesema kwamba nilikuwa mimi nikiota ndoto, lakini ndoto zile zanifanya mimi niumwe, zanitia mawazo mpaka naumwa, napata maradhi. Jambo hilo liliendelea mpaka nilipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ar-ru'ya as-salihatu min Allah, ndoto njema zinatoka kwa Allah, wa ru'ya as-su' min ash-shaytan, na ndoto mbaya zatokana na shaytan. fa idha ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith biha illa man yuhib, atakapoota mmoja wenu kitu anachokipenda asimsimulie isipokuwa yule anayempenda. wa idha raa ma yakrahu falyatful an yasarihi thalatha, na atakapoota kitu anachokichukia basi na ateme vijimate upande wake wa kushoto mara 3. waliyata'awadh minash shaitan, na aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim, ajikinge, atake hifadhi na shaitani wa shaitani rajim. wa sharriha, waliyata'awadh minash shaitani rajim wa sharriha, ajikinge na shari ya shaitani arrajim aliyekuwa mbali na rehema na shari yake. fa innaha la tadhurru,
kwa hakika ndoto hiyo haitamdhuru. Sahih al-Bukhari hadithi nambari 1744. Abu Razin al-Uqayli radhiyallahu anhu amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ru'ya al-mu'min juz'un min 40 juz'an min an-nubuwah, au imekuja juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, yani ni sehemu katika 40 katika sehemu ya utume, ndoto ya mu'min. Na anasema wa ahsabuhu qal, Abu Razini anasema ninadhania kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wala yuhaddithu biha illa labiban au habiban, asimsimulie ndoto hiyo isipokuwa mtu mwenye akili au kipenzi. Amesema labiban au habiban, si kila mtu tamwambia ndoto yako. الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، حديث نمبر 119 من سلسلة الصحيحة يا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. kwa hilo ni jambo la ndoto kwa ni jambo lilothibiti kisheria. Kwa munasaba huu tutatia tambihi, si kwamba kuna faida tumechukua kutoka kwenye aya. Faida ni ile iliyopita kwamba sheria imethibitisha uwepo wa ndoto na zinakubalika, na kuzitafsiri ni jambo linalofaa, na utaratibu wake ni huu alioeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa munasaba wa hii ndoto pana maelezo. Mtu atakapoota ndoto, hata kama ikiwa ni ndoto ya kweli, basi afahamu tu kwamba ndoto la tuharrimu halalan wala tuhallilu haraman wala yatarattabu alaiha hukmun shar'iyyun. Ndoto lazima ili ulijue, ndoto haitaweza kuhalalisha kuliharamisha jambo la halali. Sheria ni mbali na ndoto ni mbali. Ndoto yako haitafanya kitu cha halali kiwe haramu wala cha haramu kiwe halali, wala ndoto haitathibitisha hukumu yoyote ya kisheria. Vipi? Anaeleza mmoja katika wanawachuoni, katika watu wema, bwana mmoja alikuwa fakiri. Inasemekana aliota ndoto. Baada katika ile ndoto alimuota Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alimjia usingizini akamwambia, wewe fulani, nenda mahali fulani kuna dafina. Rikaz ni lugha ya kisheria inafahamika. Waswahili wanaita dafina. Dafina ni mali iliyozikwa wakati wa jahilia huko kabla ya Uislamu. Watu walikuwa zamani wakihifadhi mali zao, dirham, dinari na vitu kama hivyo, vitu visivyoovya vyenye thamani, dhahabu na fedha, wakihifadhi kwenye mitungi, kwenye vibuyu, kisha wanavizika ardhini. Na wengine wanachokifanya pale jikoni pale kwenye mafiga pale pachimbwa jishimo huko lazama, alafu watiwa mtungi, wafungwa vizuri, pesa zawekwa mule, kama ni dhahabu zawekwa vizuri, zafungwa vizuri kabisa, lafukiwa shimo, watu jue kama figa yao wapika. Weka hazina, pingine huko mbeleni kutotokea njaa, kutotokea hiki, kutotokea kile. Kwa najua na hazina yangu hapa, msende kuvunja majiko ya watu. Unaona kwamba kumbe kuna njama hizo. Zamani watu walikuwa wakifanya maeneo tofauti tofauti, wengine mashamba, azika kitu chake, apanda mti, apanda mnazi au apanda mtende au apanda mwembe, lakini chini kuna hazina yake. Mwingine ajenga nyumba, jenga uzio, kama ni nyumba ukuta, kwenye kiwambaza hiki cha chumba hiki, chini yake aweka hazina yake. Kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, wakana tahtahu kanzul lahuma wakana abuhuma salih. Chini ya ukuta shekhi watu wameweka kanzi. Sasa huyu bwana aliota kwamba
Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia wewe fulani, nenda mahali fulani kuna dafina, kaichukue, ifanye ichukue wewe, lakini wala tuaddi khumsa, usitoe khumsi yake, usitoe khums. Kwa sababu katika sheria ya Kiislamu katika mali zinazopasa kutoa zaka ni mali ya dafina. Mtu ameokota mali iliyozikwa wakati wa jahiliya, mali ile aliyokota au aliyoipata, na mara nyingi inapatikana katika sehemu ambazo au miji watu wamehama kwenye miji hiyo, vijiji tayari vimeshakufa, watu wamehama kwenda sehemu nyingine. Mara nyingi hupatikana sehemu kama hizo, mali hazijulikani wenyewe, ishapita miaka mingi wakati wa jahiliya huko. Kwa hiyo ukiipata mali ile, sheria ya Kiislamu inakwambia igawe mafungu matano, sawa kwa sawa, fungu la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Hili moja katika haya matano ni khums, ndio zaka. Waitoa zaka, peleka kwenye baitul mali, ikagawiwa mafakiri na maskini na wengineo waliotajwa katika zile al-asnafu thamania, mbea 8, aina 8 za watu. Mnaelewa? Sasa hapa ndoto yamwambia kachukue mali iko mahali fulani, ichukue na usitoe khums. Mnaelewa? Usitoe khums. Yule bwana asubuhi alipoamka akakusanya zana zake za kuchimbia ardhini, kama ni masururu, majembe na nini, ili akachimbe mahali alipoelekezwa. Akachimba kweli, akakuta rikazi, akakuta dafina, akaichukua mali ile, akenda mpaka kwa al-Imamu al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz ibn Abdissalam akamtaka fatwa, akamwelezea, nimemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam amenielekeza nenda mahali fulani, utakuta dafina ile ichukue wewe na usitoe khums. Nini hukumu yake? Akamwambia ni wajibu juu yako kutoa khums. Si ndoto nimekwambia usitoe khums? Mimi nakwambia toa, peleka baitul mali, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akiwa yuko macho, kama ambana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia mwenyewe akiwa yuko macho. Kwa nini? Kwa sababu fatwahu fil yaqadha muqaddamatun ala fatwahu fil manam. Umeelewa Sheikh? Fatwa yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa umacho itatangulizwa juu ya fatwa yake katika ndoto. Sawa, ndoto inaweza ikawa ni ya kweli, lakini kuna ihtimali nyingi. Inawezekana wewe hukusikia vizuri, wewe unasikia uliambiwa waaddi khumsahu, lakini ukasikia la tuaddi khumsa, silikuwa umelala. Kwa hiyo utatoa, lakini tunataka kusema kwamba vyovyote itakavyokuwa, ikija amri, mathalan Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia kuna hiki na hiki, kuna mambo mengine mazuri yafikia na sheria, lakini sasa leo usiswali rakaa 2 za kabla alfajiri, utaacha la. Kwa hiyo ndio yale maneno tunayozungumza ya kwamba hata kama ndoto ni ya kweli, lakini haina nafasi ya kuharamisha cha halali wala kuhalalisha cha haramu, na wala haitajenga hukumu yoyote ya kisheria. Sasa huyu kamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengine mtu kamuota babake, baba amekuja usingizini mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, anamwamrisha aende akatambike kwenye mizimu, nenda katambike. Sasa baba alijia bwana kila mara kwenye ndoto, mtu afanya jambo la haramu kwa sababu ya ndoto. Haya ni makosa, hutakiwi kuitii ndoto kufanya jambo la haramu au kuliharamisha jambo la halali au kuibadilisha hukumu ya kisheria. Ndio maana wanawazuoni wanaeleza, kwa mfano ikitokea, fuqaha wanasema, kwa mfano ikitokea ikhtilafu baina ya Waislamu kuhusu siku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban, je, kesho ni Ramadhani mosi
au hapana. Wewe ukaota usingizini, pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia funga kesho kwa sababu kesho ndio siku ya mwanzo katika Ramadhani, kesho ufunge. Ndoto sio? Wanawazuoni wanasemaje? La yajibu alayhi siyamuhu, hakupasi kufunga. لأن الرؤيا التي في المنام لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. kwa sababu ndoto ya usingizini unayoyota haiwezi kupangika juu yake kitu chochote katika hukumu za kisheria. Kwa hiyo nimeona nilete faida hii kwa sababu kuna watu wengi wanaoteswa na ndoto, tena ndoto za kishetani, ndoto za kishetani bahta, si ndoto mparaganyiko imekuja hii na ile na ile, hii ya kweli ya uongo, ndoto za kishetani bahta, lakini bado mtu anatatizika, anayumba katika hilo.